Mimi ninachokuja kuhitimisha niki kwamba bila shaka watu wa ndani ya system, hata hii CPCT, bila shaka na uhakika mnafahamu mimi ni mbegu ya nani. Kuna wakati fulani nilihubiri somo nikasema wewe ni muhuri wa nani, nikiwa mahali fulani huko, wewe ni muhuri wa nani? Mimi nisemacho ni kwamba kumzuru mzee wangu kwa namna yote mtakayomzuru, msifikiri, msizani kwamba ndo mechi itakuwa imeisha. Amini nawaambieni, mimi katika siku ambazo nimeapa kwa Bwana na nimemwambia Bwana, nimesema nitaishi, nitalihubiri neno Shalom mtu wa Mungu. Niongee nawe maneno haya machache kwamba CPCT na kinachoitwa chochote kanisa ndani ya Tanzania au Tanganyika, niseme kwamba ndiyo chanzo kikuu cha watu wa Mungu kufungwa, kuteswa na kupitia kila aina ya kasia kwa sababu ya kutafsiri Biblia kitapeli, kutafsiri Biblia kiuogaoga, lakini pia kutafsiri Biblia kwa sababu ya maslahi yao binafsi, kwa sababu pia na hakika kilichopelekea tafsiri hii mbovu ya kibibilia bila shaka ni wazi wako kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Sasa nisikilize, nataka nichambue kitu hiki, lakini pia wewe pia nawe utasema, je, sio wanaochangia kweli watu wa Mungu kuteswa, watu wa Mungu kufungwa, watu wa Mungu kuuawa? Kwa sababu mimi nifahamu hicho ni kwamba wao ambao ndio wanaitwa CPCT au wanaojiita wao ndo walioshika makanisa, viongozi wa makanisa kwa Tanzania, na hakika sana kama wangelikuwa wanasimamia wajibu wao wa kutafsiri neno kama lilivyo, na hakika sana watakao kuwa wanakuja kutafsiri vile vile kama ilivyo, wasingepitia mateso wala kuuawa, wasingepitia mateso ya kufungwa. Kwa nini wanapitia mateso ya kufungwa na kuuawa? Kwa sababu hawa wanaonekana ndio waliotutangulia au ndio wakubwa. Kuna vitu walitakiwa wangevifanya, ila kwa sababu ya kuto kufanya, mwisho wa yote wacha Mungu au watu wa Mungu au watumishi wa Mungu wa kweli hujikuta wanaingia kwenye shida, kwa sababu ya inaonekana yuko peke yake, na kiko Kiswahili husema mbisha wengi ni mchawi. Sasa tuojiane, naamini hata mwenyewe unasikiza klipu hii, hebu utatoa naye maoni yako. Wewe unaelewa injili mpaka wake umeishia wapi? Naongea nini hapa? Ninachoongea ni kwamba kwenye nchi yetu kama hii Tanganyika kuna watu wanatekwa, na wako ambao waliwahi kutekwa wakaponyoka, waliwahi kutupwa kule kwenye ziwa Rukwa kule wapi kule nilienda mwaka huu kama sijakosea, kwenye ile nini mbuga nyama Katavi kule. Nilienda kule Katavi nikana paangalia jinsi palivyo, yani bila shaka unaona kabisa huku walikuwa wamekuja ili wamuue kabisa, aliwe tu na simba au na wanyama wakali ili kupoteza ushahidi. Asante Mungu, yule mtu wa Mungu ambaye ndio Sativa baada ya kutoka salama kaja kataja aliyemteka ni nani, lakini hajachukuliwa hatua yoyote huyo afisa aliyetajwa mpaka leo tunapoongea. Sasa tuko na viongozi wa dini wao wakionekana, kwa mfano kama iko klipu ambayo niliona mahali fulani, wako na kiongozi fulani wajuu sana wa makamu fulani hivi wa rais pale, wajuu sana wako naye pale, wanasema sisi huwa tunanyoosha, kwenye maombi tunaombea, siku mkitenda mabaya tunawakemea. Lakini bila shaka sijui huyo roho, kwa sababu hata pale kwenyewe walikuwa wananena kwa lugha, huyo Roho Mtakatifu hakuwaonyesha hata hao tu wakina Sativa waliwahi kutekwa, hawakuonyesha. Hata kanisa la Gwajima yenyewe lipowahi kufungwa, aliwahi kwenda huyu kiongozi wa CPCT huyu akasema mtupe tu wiki kadhaa kanisa itakuwa liko, lakini atoleli walipotelea wapi? Ikaa kimya. Sasa naongea nini? Naongea hiki, hebu nisome maandiko haya ambayo bila shaka CPCT huyatumia kufasiri au kuyatafsiri aidha kwa hawa wanaitwa watawala. Na mwishoni nina hitimisho na angalizo. Katika kitabu cha Warumi 13 mstari wa kwanza sema hivi, kila mtu na hiti mamlaka hiyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Unaona matapelo wanapoishiaga hapo mara nyingi, lakini Biblia haijaishia hapo. Inasema hivi, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu,
Hivyo amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao hujipatia hukumu. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka? Nasema fanya mema nao utapata sifa kwake. Unataka usimwogope mwenye mamlaka? Fanya mema nao utapata kibali machoni pake. Kwa mfano, kukemea masuala ya utekaji, mauaji, rushwa. Hayo nadhani ni mema. Labda pia tuwaze hiki. Hivi wakina Shadraka, Meshaki na Abednego kuto kumtii Nebukadneza. Nebukadneza alikuwa ni mwenye mamlaka, sio mwenye mamlaka? Mitume walikuwa wanawaambia wakubwa na makuhani, wanawaambia imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Walikuwa ni wenye mamlaka, si wenye mamlaka? Haya, Herode, kuna mahali Yohana Mbatizaji alimkemea kwa sababu ya kuchukua mke ambaye sio wa kwake, kwa sababu yeye ni mwenye ni ana nguvu, yeye ndo mtawala. Yohana akamwambia si halali, sio vyema, ni mwenye mamlaka, sio mamlaka. Farao alikuwa akiwatesa wana wa Israeli. Musa akaenda akawachomoa chini yake. Walikuwa ni wenye mamlaka, sio mwenye mamlaka. Ahabu aliua na alifanya mabaya kila namna. Elia alikuwa akimtokea na mwambia hivi sio sawa, umeua ili utamalaki. Alikuwa ni mwenye mamlaka, si mwenye mamlaka? Hivi paka hapo wewe unaonaje? CPCT hawachangii wacha Mungu kuuawa? Kwa sababu acha nitiririke hapa, funaenda nikusomea andiko jingine uone walikuwepo kama hawa. Walikuwepo kama hawa hapa, hawa jamaa ambao wenyewe wakiitwa ni kuombea, na hata mwenyewe wao kusali kwenye makanisa ya design hiyo ambayo kila mwaka kuna maombi kama ya mfungo siku 30 hivi, ambayo yenyewe ni tunaombea wenye mamlaka, Mungu awape maono, Mungu awabadilishe. Mungu abadilishi kwa kuomba. Na ndio maana wewe hata umeokoka, umebadilika hivyo ulivyo, hunyoi kiduku, sio malaya. Kuna mtu aliongea, Yesu mwenyewe asingeshindwa kuomba tu mbinguni, angeomba tu kwa dunia ibadilike, lakini alikuja akahubiri mpaka kuna watu wakachukizwa na injili yake, ndio akamsulubisha. Mitume wote kuuawa, manabii kuuawa, walikuwa wanakemea mabaya. Hawa kina Yona wanatumwa kwenda Ninawi, anakatana Tarshishi, walikuwa nakwepa kuuawa. Injili ilikuwa ni kupinga dhuluma, kupinga mauaji, kupinga rushwa. Sasa leo hii sisi tupo na kinachoitwa CPCT, na bila shaka ndio kinachotafsiri. Na kuna wakati nimekumwona hata huyo Fernando wakati anabatizwa, wakati anaapishwa mkuu wa nchi, akanasema kiukweli nchi imegawanyika. Bila shaka uliyaona, ila sasa hivi hapa Roho hajawaonyesha, wanawaombea maombi ili Mungu azidi kuwalinda, azidi kuwatunza. Sasa sikia nikusomee hapa. Naendelea hapa mstari wa ngapi? Nisome mstari wa 4 sasa, niendelee. Hiyo ni Warumi 13 mstari wa 4. Sasa nasema hivi, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema, lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Yaani yeye akiwa ni mwenye mamlaka, yupo kwenye nchi, kuna mtu anafanya mabaya. Kwa mfano Magufuli walipokuwa napotea watoto Njombe, hakusema kifo ni kifo tu, aliwawajibisha wapale, aliwatoa kwenye kazi baadhi ya waliokuwepo pale ili kujaribu kuwawajibisha. Hiyo ndo kazi ya mwenye mamlaka. Mtu kama huyo kweli ndo utakuwa mbariki, umuombee. Sasa twende nikusomee maandiko mengine hapa. Nikusomee hapa Yeremia hii sura ya 7 kwanza tu mstari wa kwanza. Sasa neno hili lilimjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikiza neno la Bwana enyi nyote wa Yuda mwingiao katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Nitiririke kwa sababu ya muda. Mstari wa 3 anasema, Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa, msitumainie maneno ya uongo. Sasa niruke nende mstari wa 8 anasema, angalieni mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia. Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia Baali uvumba, kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua, kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii itoe kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo haya yote? Je, nyumba hii itoe kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Sasa Yeremia akaanza kuomba kwa ajili yao. Mungu, ona Mungu alichokuja kumjibu Yeremia. Sasa 7:16 sasa hivi, basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usinipazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisii kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Je, huoni wanayotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Yaani hawa watu walikuwa wanaua, wanazini, wanaapa kwa uongo, wanafanya mabaya. Yeremia anaambiwa na Bwana usiwaombee watu hawa. Sasa kitendo cha CPCT kuomba maombi kwa ajili ya wala rushwa, wauaji, wazinzi,
wanaofanya mabaya na machukizo ya kila namna, kuwaombea maombi ni wanahalalisha kuhusiana na watakao kuwa wanawakemea na kuwaonya kwamba wao sio watumishi wa Mungu, hawafanyi neno la Mungu. Ndio maana tunawindwa sana, ndio maana sisi tunawindwa sana. Mimi nilipofika mahali fulani nikaambiwa na mmoja wa system ya juu huko, hao wanaovaa mabaka akaniambia kwamba mtumishi, yani kuna wakati fulani ulikuwa unatafutwa sana. Anasema mimi kwa kuwa niko kule nilikuwa nazipata hizo details hizo. Kuwa makini sana, usijiachie sana. Sasa hiyo yote nikaja nikatambua ni kwa sababu wako ambao ndio wanaonekana kama ndoa kubwa wa dini, au ndio wanaonekana wenyewe ndio wanaoitwa mara nyingi hata kukaa nao kule na kushiriki sehemu ya wanapokuwa wao wanaapishwa urais, si wanaapishwa ukuu wa mikoa, si nini, wanashiriki hao CPCT. Hawakemei chochote. Bila shaka wanatengeneza mlango mpana wa sisi kuindwa, kuonekana kama tunachokihubiri sio Injili. Mimi nioje tuone, sikiza. Hivi wewe unaonaje? CPCT sio chanzo cha watu wa Mungu kuindwa na kutiwa magerezani? Hapo akina mzee Mbarikiwa Mwakipesile, mtoto wake aliuawa, yeye mwenye kutiwa gerezani, anaonekana hahubiri Injili. Sawa. Wanaohubiri Injili ilikuwa ni nini? Haya, hiki kinachoitwa tii mamlaka, wanaotafsiri ya kinani kama sio CPCT, kwa sababu CPCT ndio wanaokaa na hawa wenye mamlaka. Hata wenye mamlaka siku moja wewe kumuona rais akanasema kwamba kila vitabu vya Biblia vinasema tutii mamlaka. Nikagundua bila shaka wanaofasiri au kutafsiri maandiko kwa namna hii ambayo tutii mamlaka watakuwa ni CPCT, kwa sababu kama hapo wanawaombea hivi. Kuomba kweli, mtu wa Mungu atakiwa anaomba kila jambo, atakiwa anawabariki, asema nendeni mtafanikiwa, kweli mtafanikiwa. Akitokea mtu wa Mungu kweli kweli, ndio inabidi anapitia vipindi vigumu, aweza kuuawa, kuteswa, kufungwa magerezani. Anaonekana hubiri Injili kwa sababu wengine wote, mbona wenzio wamekubali, mbona wenzio wote wanatuombea, mbona wenzio wote wanatubariki kwa sababu tumewapa sadaka. Sasa sikia maandiko mengine hapa katika kitabu hiki cha Wafalme wa kwanza sura ya 22 hapa. Sikia maandiko haya. Wafalme wa pili 22, Wafalme wa kwanza 22, nisome tu mstari wa 24 kwa sababu ya muda. Anasema hivi, ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenana, akampiga Mikaya kofi la shavu akisema, roho ya Bwana itokaje kwangu ili aseme na wewe? Yaani CPCT hapa alijamali CPCT najaribu kusema kwa nini wewe ndio onekana ndio mtumishi wa kweli. Akampiga Mikaya kofi, anahalalisha kwamba huyu anachokifanya sio utumishi. Sisi kazi yetu ni kubariki tu, kwa sababu hapa sikusomea kisa chote, ila utarudi kuanzia hii Wafalme wa kwanza 21 kuanzia 1. Huyu mfalme alikuwa ni Ahabu, ameua ukirudi alikuwa amefanya mabaya kila ameua. Kuna mali fulani ukisoma hii Wafalme wa kwanza 21 kuanzia tu mstari wa 17, neno la Bwana mjia Elia Mtishibi kusema ondoka kutana na Ahabu akae katika Samaria. Ameua ili akatamalaki shamba, ukamwambia umeua ili utamalaki. Alimuua Nabosi, amefanya machukizo mabaya kila namna. Lakini hapa wako manabii wote 400 CPCT, bila shaka hawa wote 400 wanakubaliana kweo ukafanikiwe. Wanamwambia hivyo mfalme, nenda utafanikiwa, Bwana yuko pamoja, Mungu atakulinda. Mikaya akasema hapana, hawa wanawadanganya hawa. Sasa kule CPCT likachukia hapa, likampiga kofi Mikaya. Sasa unaonaje? Halihalalishi hapo kwamba huyu mfungeni, na mwisho wa siku ni kweli. Ukiendelea mbele, Mikaya alifungwa. Hata nisome hapa, niendelee kidogo hapa. Akampiga Mikaya kofi la shavu akasema, roho ya Bwana itokaje kwangu ili aseme na wewe? Mikaya akamwambia, angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji, kwa Yonas mwana wa mfalme, mkaseme, mfalme asema hivi, mtieni mtu huyu gerezani, mkamlishe chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Mikaya akasema, ukirudi kabisa kwa amani, Bwana akusema kwa mimi. Akasema, sikieni enyi watu wote. Na ni kweli hapa mfalme alienda akafa, mfalme alienda akaumia huku mbele. Mimi ninachokuja kuhitimisha niki kwamba bila shaka watu wa ndani ya system, hata hii CPCT, bila shaka na uhakika mnafahamu mimi ni mbegu ya nani. Kuna wakati fulani wewe ubiri somo nikasema wewe ni muhuri wa nani, nikiwa mahali fulani huko wewe ni muhuri wa nani. Mimi nisemacho ni kwamba kumzuru mzee wangu kwa namna yote mtakayomzuru, msifikiri, msizani kwamba ndo mechi itakuwa imeisha. Amini nawaambieni, mimi katika siku ambazo nimeapa kwa Bwana na nimemwambia Bwana, nimesema nitaishi, nitalihubiri neno kama lilivyo, kwa sababu injili hii ndio iliyonibadilisha kufikia hata hatua hii, na nitaihubiri kama ilivyo bila kujialisha.
Kwa sababu hiyo niwaambie tu watu wa system, ni vyema tujue, tukae chini, tutafute suluhisho. Lakini kama itakuwa njia ya kuua, kufunga, ndo mtahisi labda ni njia ya kuwatuliza, amtulizi. Haki waga haipotei, haki waga itapatikana hata kwa kuchelewa, haki itapatikana. Ulizeni vizazi vya zamani, ulizeni ukombozi wote unaoona ulitokea mahali popote, ulitokea kwa njia hii. Walizidi kuua, walizidi kutesa, wakizani kuona kwamba tutawatuliza, lakini watu waliendelea kusema, watu waliendelea kuongea, watu waliendelea kulalamika. Hata kama kwa sasa inawezekana kwa nchi zetu za Afrika kilichowekezwa ni mamipira, ni mafiesta, si ni mashow hapa na hapa, matalent hapa na hapa, ili kuwasahaulisha watu. Lakini amini naambieni, ukombozi wenyewe utakuja hata kwa kuchelewa. Kwa nchi zetu zilizoendelea sasa, watu waliowahi kuhusika na masuala ya rushwa hausiki tena mali popote kwenye masuala ya siasa, na pia mali zake zinataifishwa, lakini pia anatiwa ndani na ndiyo huonekana muhaini. Lakini sisi kwetu wanaopinga mauaji, wanaopinga rushwa wanaonekana wahaini. Ila na uhakika kuna wakati Bwana afanyaye njia mali pasipo na njia atafanya tu. Naam, na inawezekana. Namaliza kwa kusema sauti ya mtoto wa mtu aliyekutoka nyikani anasema, tengenezeni njia Bwana, nyosheni mapito yake, ili mtu yule afae katika Bwana tangu sasa apate kutimiza wajibu wake, angali bado Mungu, angali akiwa bado yuko duniani. Tazama Mungu mhukumu haki kila mtu yuaja na malipo. Hongera kwa kunisikiza. Maoni yako ni nini? Nitayasoma hapo. Amen.